Jambo tena, ndani ya hii video ndaonesha namna gani ya kuunda profile ya mwanamemba. Ila mtatambua ya kwamba hatua kwa kuunda profile ya mwanamemba zinakuwa tofauti na zile hatua ya kuunda kundi mpya ama kundi ambao tayari imekwisha kuanza mikutano. Ndani ya hii video tutatia uangalifu wetu kunamna ya kuunda profile ya mwanamemba ndani ya kundi ambao tayari imekwisha kuanza mikutano. Utatambua kama inakuwa vizuri tena ya hekima mbele uanze kuunda profile ya mwanamemba ama mbele ya siku ya kuanza profile ya uundaji ya profile ya mwanamemba. Ni vizuri kukumbusha wanamemba wote wafikirie kuhusu malengo za akiba zao. DreamSave ama application ya DreamSave inaruhusu kuongeza mwanamemba ambaye tayari amekuwa member wa DreamSave wa zamani na yule ambaye anakuwa mpya. Basi tuende kwenye profile za member. Tunafinya hapo. Tunasema unda member wa kwanza. Hapa DreamSave inapenda kujua kama huyu mwanamemba je, ni mtumiaji mpya wa DreamSave ama ni mtumiaji hai. Kama ni mtumiaji hai, ni kusema mtumiaji wa zamani, ni kusema hapa utaingiza, itakuomba kuingiza, unasema ya kufuata, utaingiza namba zake za simu, utaingiza hivyo namba zake za siri kisha umefinya ya kufuata. Lakini kama ni mtumiaji mpya, tunafinya hapo, kisha tunafinya ya kufuata. Hapo itakulomba unaingiza majina yake, tuseme majina yake ni Justin ama Justine Maisha. Tuseme huyu mwanamemba ni mwanamke. Tuseme yeye anaolewa, alifanya shule ya msingi, na hapa tarehe ya kuzaliwa yake tunasema amezaliwa tarehe 20 pana 30 mwezi wa 10 mwaka wa 1994. Kisha tunafinya sawa. Kisha hapo tunafinya ya kufuata. Tayari tunaona kama huyu mwanamemba ana umri wa miaka 31. Ya kufuata. Hapa application ya DreamSave inakuomba kuingiza picha ya mwanamemba. Hivyo application ya DreamSave inaruhusu kurekodi profile ya mwanamemba ambaye haiko ndani ya mkutano, lakini wakati atakuwa tayari ndani ya mkutano unaweza kumchukua picha. Unaweza kaona hizo option wakati unafinya hapa, hapana labda baadaye kisha unafinya sawa. Lakini tuseme mwanamemba yuko tayari ndani ya kundi. Sema unasema hapa sawa. Hapa tayari unaweza kwenda kwenye kamera na kusema unamkamata picha, na wakati unakamata picha hakikisha umekamata picha nzuri ambayo inaonyesha sura ya mwanamemba vizuri sana. Sema unafanya hivyo. Huyu ni picha ya mwanamemba, kisha unafinya hapo, kisha unaingiza picha tayari, kisha unafinya sasa ya kufuata. Kisha hapo application ya DreamSave inapenda kujua huyu mwanamemba anaishi na watu wangapi ambao wanakuwa na umri wa miaka 18 na juu. Tuseme ni 3. Hivyo
application inapenda kujua huyu mwanamemba anaishi na watu wangapi ambao wana miaka 17 na kushuka. Tuseme ni mmoja. Kisha hapo tunafinya ya kufuata. Hapo kama mwanamemba anakuwa na namba za simu, unaweza ziingiza hapa, lakini usianze na 0. Ni kusema unaanza 99444 kwa mfano 555 na kadhalika. Na kama huyu mwanamemba hana namba za simu, ni kusema utafinya kibweta ya pili sina simu ya mkono. Ila mtatambua kwamba mwanamemba ambaye hana namba za simu hawezi kuwa ndani ya kamati, na hivyo hivyo hawezi kuwa anapata ujumbe ndogo ambazo zinamjulisha kuhusu hatua zake. Lakini hata hivyo atakuwa mwanamemba ndani ya kundi ambao inatumikisha application ya DreamSafe. Basi tuseme huyu mwanamemba namba zake ni 9444590. Tena tunarudilia 88444590. Basi hapa tunafinya ya kufuata. Hizi address ama anwani za umeme, kitambulisho ya nchi havishurutishwe kwa mwanamemba kuingiza. Kwa hiyo tunaweza tukaitambuki. Tunafinya ya kufuata. Hapo basi kila mwanamemba anakuwa na haki ya kuingiza neno zake za siri. Hapa ni kusema unapatia mwanamemba simu ya mkono, yeye mwenyewe anaingiza namba zake za siri, kisha anafinya kibweta hapo wanasema ficha neno ya siri mbele ya kurudishia telefoni ama simu. Basi niseme kwa mfano namba za siri za huyu mwanamemba ni 111, kisha anaficha mbele anirudishie simu tena. Kisha hapo tunafinya ya kufuata. Kisha hapo kunakuwa msemo ambao inasema ama ni msemo ya makubaliano. Ukifinya kibweta ni kusema unakubali shuti za ruhusa na mtumiaji wa DreamSafe. Basi ukifinya hapo tayari unafinya kwenye unda profile yangu, na hapo utakuwa unamaliza profile ya mwanamemba. Basi tena unafinya imefanyika. Nipeua, nasubiri kidogo. Imefanyika. Basi kuona huyu mwanamemba alikuwa tayari memba ndani ya kikundi ambao umekuwa na mikutano fulani, basi tutakuwa na wajibu ama tunashurutishwa kuingiza nyota za huyu mwanamemba. Ila hapa mtatambua ya kwamba kundi ambao unatumikisha nyota, ni kusema hapa tunaingiza nyota hapana pesa. Kama nyota moja ina thamani ya pesa 1000 pesa za Kongomani, hatutaingiza 1000 hapana, ila tutaingiza nyota moja kama nyota ambazo huyu mwanamemba tayari amekuwa nazo. Ila niseme kwa mfano huyu mwanamemba anakuwa na nyota 5, tunaingiza 5. Kama huyu mwanamemba anakuwa na mkopo, utasema ndio ama hapana. Tuseme kwa mfano kuna mkopo, kiasi asili ya mkopo ni kusema tunaingiza mkopo alikamataka, tuseme ilikuwa ya pesa 2000 pesa za Kongomani. Pesa ambazo bado hajalipa ni 2002 pesa za Kikongomani. Basi tarehe ambayo alikamata hii mkopo, hiyo tarehe inapaswa kuwa siku ya mkutano,
tuseme alikamata hiyo mkopo tarehe 15 na atarudisha tuseme mwezi wa kwanza, atarudisha tarehe 15 wa mwezi wa 5. Inalomba hii ikuwe siku ya 3. Siku ya 3 nasema sawa. Mwezi ya kurudisha ya pili mwezi wa 6, tunarudisha kutarehe tuseme 17, tunasema sawa. Na tarehe ama mwezi ya mwisho ya kurudisha ni tarehe 15 mwezi wa 7, tunarudisha tarehe 15 hapo, tunaacha hapo, tunafinya, imefanyika. Hapo tayari tumesawawisha tarehe za kurudisha, na hiyo ni ya muhimu sana. Wakati mwanamemba anakamata mkopo, ni lazima upange tarehe za kurudisha mkopo ambazo zinalingana na tarehe ama siku za kufanya mikutano. Kama huyo mwanamemba anakuwa na amande, unaweza finya hapo ndio. Kama hapana, unasema hapana, ila tuseme ndio ana amande. Amande ya ngapi? Tunasema anakuwa na pesa 1000 pesa za Kikongomani ya kufata. Hapa tunakuwa na ulizo, una uhakika namba ulioingiza inafanana kuwa juu kiasi asili ya mkopo? Tunasema 2000 pesa ya Kikongomani. Una uhakika hii kiasi ni ya kweli? Tuseme ndio. Ndio, endelea ama unavunja. Kama hizi pesa hapa zinakuwa sawa, jumla za nyota zinakuwa 5, jumla za akiba 1500 pesa ya Kongomani, salio ya mkopo, jumla za amande kama zinakuwa sawa, unasema ndio, endelea. Kisha hapo umefinya, imefanyika. Kisha tunafinya ya kufata. Basi hapa tunapenda sasa kufanya malengo ya mwanamemba ndani ya kundi. Tuseme huyu mwanamemba ameingia ndani ya kundi kwa sababu ya kufanya biashara. Tumechagua hiyo picha ambayo inamaanisha biashara, na malengo yake ni kupata pesa 100 za Kikongomani. Na hapo tayari application ya Dream Save inaonesha kama kila mkutano huyu mwanamemba atakuwa nauza ama natia nyota 3 ili afikie malengo hii. Ila mtatambua kwamba hii malengo haiwezi enda juu kupita kiasi za nyota zinazokubalika kuuzwa ama kutiwa ndani ya mkutano. Kisha hapo Dream Save yenyewe itaenda nafuatilia namna gani mwanamemba iko na weka nyota zake ndani ya hii mzunguko. Basi kisha hapo tutafinya rekodi lengo ya kipekee na tutakuwa tunamaliza. Ila mu video ya kufuata tutaonesha tena hatua 2 zinazohitajika kwa kufanya ama kurekodi profile ya mwanamemba hivyo. Tunapiga rekodi lengo. Basi kisha hapo tunasema kama ni mwanamemba wa mwisho tutasema imefanyika. Ila kama kawaida kundi lote linakuwa na zaidi ya mwanamemba mmoja, hauwezi ukafinya imefanyika hapo, ili utagonga kwenye wanasema ongeza memba mpya, kisha unarudilia hizo hatua. Asante.